الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد، nachukua fursa hii kwa niaba ya wenzangu na kwa niaba ya taasisi ya Ahli Da'wa kutoa pongezi wale ambao Allah azza shanu amewafikisha katika mwaka huu kushiriki katika msafara mkubwa kama huu. Miongoni mwa wanaoshiriki kwa njia ya taasisi ya Ahli Da'wa na taasisi nyingine zote, bali na walioshiriki wote katika ulimwengu wetu huu, natoa pongezi. Lakini tu pia nachangia kwa kutoa nasaha zangu katika msafara mrefu kama huu. Huu ni msafara mkubwa sana. Msafara wa hija ni msafara wenye historia ndefu sana. Mitume wote wameshiriki katika msafara huu. Katika vitabu vyetu vya tarikhi vinatueleza kwamba Nabii Allah Adam pia alishiriki katika msafara huu wa hija, na usione ajabu kusema hivyo kwa sababu eneo hilo la ambalo hivi sasa ndio ipo Al-Kaaba ni eneo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitenga tangu siku nyingi, hasa tangu siku nyingi sana. Kwa kauli yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna hadha albalada haramahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal ard, hakika mji huu wa Makka, eneo lote ambalo ndani yake yuko Al-Kaaba, ni eneo ambalo Allah kalipa utukufu, ni haramu kumwaga damu hapa. Kafanya hivyo Allah azza shanu tangu alipoumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo mitume wote waliotangulia ni mitume ambao wamehiji katika maeneo hayo, na maarufu sana ambayo athari zake mpaka sasa zipo katika vitabu ya tarikhi ni Nabii Allah Musa. Lakini pia napongeza kwamba wale watakaojaliwa na ushajaliwa kwenda msafara huu wamechukua fursa kubwa sana ya kuweza kukamilisha ibada hii, kwani ni mfano wake ni kama mfano wa kuzaliwa tena katika ulimwengu wetu huu. Kwa mtu ambaye kwamba atafanikiwa katika msafara huu na akipata kabuli, na Allah ajalie sote tupate kabuli, basi ni kwamba amezaliwa upya. Kwa kauli yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man hajja lillahi falam yarfuth walam yasfuq raja'a ka yawmi waladatu ummi, yani mtu ambaye kwamba anajaliwa kwenda hija akawa hakufanya mambo machafu na hakufanya mambo ambayo yatamtoa yakamweka nje ya toa yake Allah, basi mtu huyo kaburi yake kwa Allah ni kama mtu ambaye kwamba kazaliwa upya, kama alikuwa amezaliwa na wazazi wake na mzazi wake. Kwa hiyo ni kwamba hija inasafisha madhambi, wala tu usulizani madhambi ya aina gani, kwa sababu madhambi yote yale unayofanya wewe katika ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuisamehe. Kwa hiyo tujalie sisi Allah subhanahu wa ta'ala katika wale watu ambao kwamba wamefanikiwa katika jambo kama hili. Kwa hakika safari hii si safari ya lengo moja, ina malengo mengi. Safari hii yetu ya hija, kwanza ndani yake pana lengo na nia ya kutembelea maeneo ambayo hayo ndio maeneo yanayohusika katika sheria ya Kiislamu ambayo yanafaa kufungiwa safari. Haya ndio maeneo ambayo kiuislamu yatakiwa yafungiwe safari, nayo ni maeneo haya mawili. Kwanza ni Baitullahil Haram Makkah, na kadhalika Madina ambao ndani yake pana msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila kufunga safari kwenda katika maeneo hayo, bila kufunga safari kwenda kuitembelea Makkah au kufunga safari
kutembelea Madina uweze kupata maeneo hayo. Yani ndani yake kuna vitu muhimu ambavyo hiyo misikiti mikubwa katika ile misikiti mitatu ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Hakuna msikiti yoyote duniani ambao ni katika sunna kuufungia safari. Uwe uko Istanbuli, uwe uko Morocco, uwezi ukafunga safari na ukanuia kufunga safari kwenda kukaa katika msikiti huo itikafu au kutembelea ikawa ni katika sunna. Itakuwa tu kubwa zaidi labda inajuzu tu, lakini katika sunna misikiti ya kufungia safari ni hiyo tu iliyotajwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msikiti wa kwanza kama alivyosema msomaji, al-Bait al-Atiq, ni msikiti ambao upo katika Makkah al-Mukarrama, Baitullah al-Haram. Na msikiti wa pili kwa utukufu ni huo msikiti ambao msikiti wake mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alioujenga kwa mkono wake na akainua ardhi kwa hela zake, mpaka leo unaitwa msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika msafara wetu huu kuna sehemu ya kwanza tujue ni safari ya kwenda kutembelea maeneo hayo. Kwa hiyo kuwepo tu katika maeneo hayo, na hivi sasa pia nawapongeza ndugu zetu ambao kwanza wataanzia Madina Munawwara kutokana na wepesi wa kuifanya ibada hii, kwa sababu ukianza safari Madina utahirimia kutoka katika ile sehemu ya miqati na yulikana katika fiqhi kwa jina ya Dhul Hulaifa, na hivyo ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni urahisi zaidi kuhirimia katika eneo ambao wewe mwenyewe unaweza kama ni kupata nafasi ya kukoga, ukapata sunna kukoga na kuvaa nguo zako zinazotakiwa uzivae wakati wa ihramu, na vile vile kuswali. Lakini ukiwa utahirimia katika ndege au katika treni au uweze kuyapata yote hayo. Kwa hiyo kwa wepesi zaidi ni kuhirimia katika eneo hili ardhi, na hasa hili ambalo tunakusudia sisi kulifungia safari eneo la Dhul Hulaifa. Hivyo ndivyo alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Harusemi kwamba kuhirimia kwa njia nyingine kwamba haifai, tunakusudia urahisi wa msafara wa hija. Kwa hiyo sisi tunasisitiza sana watu wanapokusudia, wanaponuia hija, waende kuhirimia katika maeneo yale ambayo ni rahisi kukaa kunuia. Sasa unanuia hasa kuingia katika ibada ya hija. Kadhalika maeneo hayo kuwepo katika ardhi hii ya Madina kama anavyokusudia, alafu vile vile Makkah al-Mukarrama kuwepo muda wote, kuwepo pale ukumbuka kwamba katika ibada. Muda kuwa uko Madina, muda kuwa uko Makkah, basi mwezi mmoja, mwezi miwili, siku ngapi, lakini ujue muda wote upo katika ibada. Usishawishiwe na ushabiki wa kwamba anataka aende wiki moja na arudi. Huyo pengine ana dharura zake za kibinafsi, lakini ukipata fursa kukaa hata mwezi mzima, usichoke, ujue kwamba katika muda wote huo upo katika ibada. Kwa hiyo tu nasisitiza na nasaha natoa kwa ndugu ambao mko tayari kwenda katika msafara huu, mujitayarishe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mujitayarishe kuongeza ibada zaidi, kuongeza kutenda matendo mema katika kusoma Qur'ani sana katika maeneo hayo, kwa sababu kuna mambo ambayo mawili uweze kuyapata ukiwa hapa kwetu. Utapata moja tu. La kwanza kwamba utakuwa ibada hiyo umeifanya katika mwezi huu wa Dhulqaada na hatimaye katika mwezi wa Hija, na kama utakaa zaidi mpaka Muharram, hizi siku 90 hizi ukiwa hapa kwetu unaweza ukazipata, na unapofanya jambo jema katika miezi hii mitatu hii tuliyotaja, malipo yake ni makubwa zaidi kuliko jambo lile unalolifanya katika miezi mingine. Na kadhalika la ziada ni kwamba eneo hilo ambalo sasa wewe umekusudia maalum kuja kufanya ibada hapo, ujue kwamba kuna ziada ya fadhila. Rakaa mbili unaiswali kule ina ziada ya fadhila kuliko rakaa mbili unaiswali hapa. Kwa hiyo tuongeze bidii sana, tusiwe sisi tumekusudia kwenda hija tu na kufanya tawafu na kurejea. La, tukusudia kwa jumla kufanya ibada, kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah awe tayari kukupokea. Miongoni mwa hayo kuswali sana swala za sunna, qablia, baadia. Na wale ambao wanajaliwa kwenda katika haram ya Madina au Makkah kwenda kwa ajili ya salati subhi,
Usiwe na haraka tu baada ya swala subuhi kutoka kurudi unapokaa. Usiwe na haraka, ukae mpaka wakati wa ishraki, wakati jua lishachomoza, angalau upate rakaa mbili ile. Kukaa pale msikitini, popote msikitini, hata kama uko nje, muda kuwa jua lichomoze, upate rakaa mbili ambayo tunaita sunnatul ishraqi, na ni sehemu katika swalati dhuha. Haya mambo usiache madogo madogo unayaona, lakini hayo Allah akiyapokea yanakuwa ni makubwa kwako, itakuwa ni hakiba itakayokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika swala nyingine, swalati dhuha, swala za kablia na baadia, tujitahidi vile vile kufika nyakati za swala ya dhuhuri mapema, ili wakati ukiingia tu uweze ukaswali rakaa 4 za kablia dhuhuri. Usiache, kwa sababu katika nyakati ambazo Allah anaziangalia sana katika kila mchana ni hizi nyakati ninazozitaja. Mojawapo ni huo wakati wa kabla dhuhuri, pale pana rakaa 4 ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidumu nazo sana. Na baada dhuhuri kuna rakaa 4 vile vile, au kwa uchache rakaa 2. Na katika al-asri, kabla hujaswali al-asri, pia kuna rakaa 4. Na kadhalika kabla maghribi kuna rakaa 2 kablia, kadhalika na Isha. Kwa hiyo mambo kama haya tuyape umuhimu mkubwa sana sana. Na kadhalika katika upande wa funga, kama tuna uwezo wa kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, basi vile vile tuendeleze juhudi hizi, tuendeleze mazoea yetu ya tunayafanya ya ibada hapa kwetu. Kadhalika kuna ayyamul bidh, siku nyeupe, na naamini kwamba hii itakukuteni wakati nyinyi tayari mpo katika ardhi takatifu. Kwa hiyo kuna mambo mawili, kwanza katika miezi mitakatifu na vile vile katika eneo hilo ongeza juhudi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwenye kufunga siku 3 katika kila mwezi malipo yake ni sawa vile mtu aliyofunga mwaka mzima. Kule kuishi piki yake tu katika maeneo ya Haramaini, kuishi Maka au Madina kwa muda huo, Bwana Mtume sasa anasema man mata fi ahadil haramain, mtu ambaye kwamba umri wake ulikuwa mfupi akafariki katika moja ya haram hizi mbili, maeneo haya matakatifu Maka au Madina, basi Bwana Mtume anasema staujaba shafaati yaum alqiyama, huyo amestahiki kupata ombi langu, ombi ambalo nitamuombea kuingia peponi siku ya kiyama. Nani hataki kuombewa na Bwana Mtume swalla sama kuingia peponi? Nafasi hiyo usipoteze nafasi. Na vile vile natoa nasaha kwa mama, vile vile mwe mnashirikiana, mnavumiliana, na vile vile mpunguze story kina mama. Mpunguze story. Kama kuna mama mmoja anapenda sana kusema sana, huyo muepukeni, hamkuondoka hapa kuna kupiga story. Hapana. Story tuziache huko. Na si wanawake tu, hata wanaume vile kuweka vigenge vya story kuzungumza mambo ya kilimwengu, mambo yanayozungumziwa katika ma TV, haya yote yaache. Sisi lengo letu kutoka hapa ni kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, tujipinde zaidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile unapoingia mwezi wa mfungo 3, bado katika zile siku 90 zinaendelea katika mwezi wa mfungo 3, mwenye kuweza kufunga kuanzia tarehe mosi katika mwezi wa mfungo 3 mpaka mwezi 8, pia katika sunna, kwa vile yeye hataweza kufunga siku ya Arafa kwa sababu kinyume cha sunna kufunga sunna ya Arafa wakati wewe upo katika uwanja wa Arafa. Wewe kazi uliyopewa wewe ni nini? Ni kufanya zile amali zilizopo za kufanya dhikri zinazotakana, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, au kuongezea yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hasa katika siku ya Arafa tuongeze dhikri. Tusikae katika uwanja wa Arafa kwa ajili ya kupigwa picha, kwa ajili ya story. Hapana, hatukwenda siku kwa lengo kutafuta story. Tushirikiane sana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba sana dua, tuchukue fursa kumuomba Allah dua. Vile vile dua ya pale kama dua ya hapa, tujiombee wenyewe, tuombee wa ndugu zetu, watoto wetu, afya na kila khairi. Allah atupe kila khairi. Na vile vile taifa letu ili tuombee nchi yetu amani, tuombee vile vile Allah alete kila baraka katika nchi yetu hii. Na vile vile dunia nzima tuiombee. Kama mnavyoona siku hizi dunia imechafuka, hakuna utulivu, mara hili mara bei inapanda. Kwa hiyo tuchukue fursa ya kuiombea hii dunia inatuhitaji, kwa sababu watu ambao kwamba hawana mambo mema, watu ambao hawana nia mema katika dunia ndio waliotawala dunia. Wametawala kuleta vurugu ili watu wasipate nafasi
ya kunini ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama yatakikana. Kwa hiyo fursa tusiache, kila baada ya sala omba dua, soma sana Qur'ani, ulete adhkari kwa wingi. Kwa hiyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kila subhi usiache, kila usiku usiache istighfaru mara 100 asubuhi, ilimradi adhkari zote mtazikuta, na wanaojua watakuonyesheni vitabu gani vya kupata adhkar. Ndio maana hii. Kwa hiyo ibada hiyo inaanzia toka msafara wetu kuanzia hapa. Fanye dhikri kuanzia sisi tukiwa katika ndege tunaondoka, tukithirishe ndani yake pana kaburi katika msafara. Hii ni fursa nzuri sana sana, fursa nzuri sana ambayo haiwezi kutokea mara kwa mara, isipokuwa hapo anapokusudia Allah kukujalia kama hivi. Huo ni msafara wa kwanza wa kutoka hapa kwenda katika eneo hili takatifu kwa kuanzia Madina. Baadaye sasa kuna kuja msafara mwingine wa umra. Huo ni msafara mbali, ibada ya umra ambayo inajulikana. Ibada hii ya umra wakati wote katika mwaka unaweza ukaenda umra. Kwa hiyo tujitahidi sana, tuhirimie. Na maana kuhirimia wanaume ni kule kunuia, baada kuvaa nguo zako na ushajitayarisha, kisha unaona labbaik Allahumma umra. Tunuie umra pale sisi katika mikati kama ilivyo, kwa khushu' na kuhudhurisha nafsi zetu, na baada pale tuanze msafara wetu kuelekea Maka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Maneno haya unasema, unamuitikia Allah labbaik Allahumma labbaik. Nini? Kutokana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ulimtuma nabii wako Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam, baada kujenga al-Kaaba ukamwambia atangaze, ukamwambia wa'adhim fi an-nas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amir. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala ulimwamrisha nabii wako Ibrahim atangaze, ukamwambia wa'adhim fi an-nas bil hajj, watangazie watu hija. Nabii Ibrahim akaona kana kwamba labda sauti yake itafika popote. Allah akamwambia, mimi nakuhakikishia sauti yako itafika kwa wote ambao kwamba watajaliwa kuwepo katika ulimwengu huu. Yatika rijala, watakuja wengine kwa miguu, wala kulli dhami, wengine watapanda wanyama kwa muda mrefu, watakuwa mikonda wanyama kwa ajili ya msafara kwenda hija. Na sisi leo Allah subhanahu wa ta'ala katusakhirishia ulimwengu huu, tunakwenda kwa ndege, lakini msafara ni ule ule, msafara ni ule ule. Kwa hiyo sisi tuitike wakati huu mwito wake wa Nabii Allah Ibrahim kwa kazi aliyofikisha kutoka Mola wake azza shanu, alipoambia wa'adhim fi an-nas bil haji yatuka rijala labbaik Allahumma labbaik. Tunaitika mara ngapi? Tunaitika kwa katika taratibu wa Kiislamu. Mtu anapoitwa anaitika Kiislamu labbaika labbaika. Kwa nyinyi wengine mshaoa, mnajua kwamba unaulizwa fulani bin fulani, unaitika labbaika. Wengine hawaitiki labbaika mpaka siku ya harusi, lakini siku zote kijana akiitwa na mtu mkubwa anaitika labbaika. Kwa hiyo wewe, huu ni uitiko mzuri sana ambao unajenga heshima. Itika kwa Allah subhanahu wa ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Unaitika mwito wa Nabii Allah Ibrahim aliofanya kazi alioamrishwa na mwenye Allah azza shanu. Kwa hiyo tuwe tayari muda huo, tokea sisi tunaitika labbaik Allahumma labbaik. Msafara wote huo sisi kila baada muda labbaik Allahumma labbaik. Na huo ndio msafara wa umra tunaosema wote, mfahamu ni msafara wa ibada. Udakuwa humo ndani ya gari, umesinzia, uko macho, ni mradi wewe unamdhukuru Allah, wewe uko katika ibada moja kwa moja. Tusishughulishwe sana na vitu vya kisasa. Message tuachane nazo. Message mara moja tu, piga simu kuuliza hali ya wanao, hali ya ndugu zako, lakini usijali sana kila saa message mara umeangia. Haya vitu vya message havikuweko kwa lengo letu sisi, imewekwa kwa lengo la wengine. Kwa hiyo tupunguze vitu hivi vya tashwishi za kilimwengu, sisi tuwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukirejea baada hapo hija, utakuwa umejizaliwa upya na mama, na Allah ajalie hiyo hivyo. Kwa hiyo tukifika Baitullah al-Haram, ndio mambo ni yale tuongeze ibada yetu kama inatakikana. Lakini ikiwa wewe huwezi kufunga katika siku 9 zote za 10 la mwanzo bila mwezi wa Muharram, kwani hakuna siku ambazo michana bora, hakuna michana bora katika mwaka mzima. Hakuna michana bora katika mwaka mzima kuliko michana ile ya kuanzia mosi katika mwezi wa Dhulhijja mpaka 9. Hakuna michana bora kuliko hiyo. Hizi siku 10 za mwanzo hakuna, hata mchana wa Ramadhani haufiki hapo.
Ramadhani kuna utukufu katika mwezi, katika usiku wa Ramadhani, masiku ya Ramadhani na utukufu wake ambayo hakuna katika mwaka mzima masiku matukufu kama Ramadhani, kwa sababu ndani kuna Lailatul Qadri. Katika mwezi wa Dhulhijja hakuna mchana ambao kwamba bora kuliko michana hiyo, na ndani yake kuna siku tukufu, siku ya Arafa. Kwa hiyo tujitahidi, tujitayarishe, kadhalika tuwe na moyo kufanya ibada, tutie nia katika kufanya mambo ya ibada tangu sasa hivi, katika hasa ile 10 la mwanzo, katika leza sana ya dhikri, tusome sana Qur'ani, tutoe sadaka vile vile wale wanaostahili kupewa sadaka, na vile vile dua, tusiache dua, nafasi kubwa usipoteze. Siku hizi hasa kuna tabia watu kuwa Waislamu wao midharau swala la dua, midharau swala la dua. Hata misikitini mwetu ukiona wao wanangoja tu baada ya kumaliza swala, hao wanaanza kutoka. Wale wengine ukiangalia hawana mahali pa kwenda, anatoka msikitini anakwenda pale kwenye kijiwe cha kahawa, anakunywa kahawa kutafuta porojo tu, anaacha kuongea na Mola wake azza shanu, anaacha kumuelezea Allah mahitaji yake alionayo. Wakati pale ukienda kwenye kijiwe cha kahawa shilingi 500 mtu kukulipia kwa ajili ya kahawa, hakulipii, porojo tu baba. Hapana, tusikubali kuburuzwa na mtindo huu ambao umeenea katika siku hizi mpaka kuidharau dua. Dua ni silaha ya mtu muumini, dua ya mtu muumini, addu'a silahul mu'min. Na pengine mkiacha dua, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuletieni matatizo ili mumuombe, kwa sababu Allah anapenda kuomba. Ud'uuni astajib lakum. Kama hamtaki kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakuletieni mtihani ili mjipinde kumuomba. Kwa hiyo tumuombe Allah kabla mitihani haijaja, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hatukuweza kufunga siku zote katika zile siku 9, katika zile siku 8, kwa sisi hesabu yetu itakuwa ni siku 8 tu, basi Alhamisi, Jumatatu tufunge. Alhamisi fungeni tu, iftari ipo al-dawa, iftari wanayo, tunaita ahli bait, kwa sababu ukifika kule ahli bait wako ni idara hii ahli dawa. Iftari ipo, funga tu, utapata iftari inshallah taala. Na tumeona wenzetu kila kufunga siku zote 8 kama hizi. La, ikiwa huwezi basi japo kwa siku 3 usikose katika siku zile za 10 la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Kwani nimesema huko nyuma kwamba siku 3 malipo yake ni sawa ya kufunga mwaka mzima. Haje ukifunga katika miezi mitatu hii iliyotaja, yani katika hii mfungo wa 3 au mfungo wa 2, siku hizo 3, kisha katika eneo takatifu kama ile. Kwa hiyo ndugu wapenzi, msafara huu una sehemu 3. Msafara wa kwanza huu wa kwenda kufuata msikiti wa Madina na kukaa pale Madina na kufanya ibada pale Madina kiasi unachoweza. Baadaye tunaondoka tunaelekea Maka kwa ajili ya kuhirimia umra. Huu msafara wa pili, msafara wa pili. Baadaye kuna msafara wa 3 wa hija, ndio huo aliotaja Nabii Allah Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala kwa lugha yake mwenyewe kwa kuzungumzia kwamba amemwamrisha Nabii Allah Ibrahim, akamwambia uadhin fi nnas bil hajj yatuka rijala. Allah kamgarantii mtume wake yatuka rijala, watakujia watu kwa miguu, wanakwenda watu kufuata hija, watakuja wengine wameenda wanyama, watakuja tu. Wewe sisi tunaona miaka mingapi watu wanakwenda hija, miaka mingapi? Kwa hiyo namalizia tu hapa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyotupa neema hii aliyotupa ya kutupa uzima na afya, na sisi tukuweza kushiriki katika msafara huu, na vile vile uwezo wa kimapato. Allah azidishe baraka, Allah azidishe afya kwetu sisi, Allah azidishe amani katika nchi yetu, alete masikilizano na Allah subhanahu wa ta'ala